Kuelekea sikukuu za Idi kwa upande wa Waislamu pamoja na sikukuu za Wakristo Pasaka, Sauti ya Mtaa na KNN imefika soko kuu la Karatu. Hapa panafanyika biashara tofauti kabisa kwa upande wa nafaka na upande wa mboga mboga. Sauti ya Mtaa imeamua kutembelea soko kuu la Karatu kuongea na wanaofanya biashara hapa. Watuambie inaleta faida labda kwa wanaofanya biashara hapa. Tunaenda kuongea na baadhi ya wauzaji hapa soko la Karatu. Kama tunavyojua, sikukuu yoyote huwa inakuja na picha yake tofauti. Huenda ikawa kwenye sikukuu hizi za Idi pamoja na Pasaka. Je, bei zinakuwa ni zile za mwanzo au bei zinabadilika? Hizi hapa ni maoni tofauti za wanaofanya biashara hapa. Nimefika soko hili la Karatu, labda tukutane na wanaofanya biashara tofauti. Nimekutana na mama hapa, atueleze jina lake, lakini pia atueleze kipindi hiki wateja wamekuwa wa kiwango kipi kwao. Mama, karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Elizabeth William Mbando. Ni mfanyabiashara wa soko kuu la Karatu. Ndio. Okay, mama, kwenye hizi sikukuu ndio kumekuwa na utofauti kwenye swala zima la biashara. Ndio. La upande hasasa upande wa bei. Labda niweze kuuliza hapa kwako, labda bei jana, leo, juzi, lakini kesho na kesho kutwa ni sikukuu. Maybe kutokana na mabadiliko yote tutegemea kutoka kwenu labda? Kwa kweli tunategemea kuwa na mabadiliko kiasi kidogo kwa sababu ya hizi sikukuu zinazokuja mbele yetu, hasa ikiwa ya kwanza ya kesho ya Idi, alafu kifuata ya Wakristo. Ndio. Lakini siku hazitofautiani, siku ya jana na leo ni ile ile. Kwa nini bei ya jana na leo au na kesho inakuwa tofauti mama? Inakuwa tofauti kwa sababu ya hali ya hewa na bidhaa kuwa juu. Ndio. Unategemea nini labda kwa upande wa manunuzi kwenye hizi sikukuu, kwa upande wa biashara yako? Kwa upande wa manunuzi kwa mizigo au kwa upande wa manunuzi, naongelea kwa upande wa mboga mboga zako unazouza, labda wateja wanaofika hapa, labda unategemea utofauti wateja jana na leo, labda wao tofauti. Wewe unategemea vipi kwamba kesho labda wateja wanaweza kuwa wengi zaidi kuliko leo? Ndio, kutakuwa na tofauti kidogo, wateja watakuwa wengi kidogo, tofauti na leo na jana na juzi. Tunashukuru sana mama. Asante sana. Naungana na mfanyabiashara mwingine anayefanya biashara hapa hapa soko la Karatu. Labda tueleze pia majina yake, lakini na pia biashara anayoifanya. Karibu sana baba. Asante. Tuangalie kule. Biashara yangu nauza samaki hapa soko la Karatu mjini. Mimi naitwa Magnus K. Goero. Sawa. Mzee, karibu sana. Labda utueleze biashara yako labda katika hizi siku za kuelekea sikukuu za Idi pamoja na Pasaka. Iko vipi kwa upande wako? Upande wangu sisi ni kusubiri wateja wanapokuja. Sasa unajua mteja unapomuuzia bei anasema kwamba labda namlangua, lakini kumbe ni bei ya siku zote. Lakini kwenye biashara changamoto ipo nyingi kwa upande wa wateja. Maana mteja unaweza kumuuza hata bei yoyote ile, hata iwe chini, lakini atasema kwamba unamlangua. Kwa hiyo biashara imekuwa changamoto sana. Tunaelekea sikukuu ya Idi. Kwa utegemeo wako, wewe unategemea nini kwenye biashara yako mzee? Mimi nategemea nipate tu biashara, wapate wateja, nipate mahitaji ya sikukuu ya Pasaka. Biashara ni kama kawaida tu. Nashukuru sana mzee. Asante. Naungana na mfanyabiashara mwingine kwa upande wa nafaka. Labda tueleze upande wa bei kwa hapa sokoni kuelekea sikukuu hizi za Idi pamoja na Pasaka. Baba, karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Daniel Hotai. Ni muuzaji wa nafaka hapa Karatu. Kutokana na hali ya bei ya mazao yetu ya hapa Karatu, nauza maharage aina ya punda ni shilingi 2,000. Soya hii njano, hii soya njano hii hapa ni shilingi 2,500, na maharage kachumba haya hapa maharage kachumba, okay. Ni shilingi 2,000 kwa kilo. Kwa kilo moja. Na hapa kuna maharage inayoitwa choroko. Choroko tunauza kilo moja ni shilingi 4,000, nusu ni shilingi 2,000 na robo ni shilingi 1,000. Kutokana na hali hii sasa, sisi katika mazao yetu kwa sasa
hatuuzi bei ya juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni sherehe. Sisi hatuwezi tukaumiza watu wetu katika soko hili la Karatu. Labda utueleze labda sikukuu za Pasaka pamoja na sikukuu za Eid zinakaribia, labda bei tutegemeni hii ya leo au kesho pia bei itakuwa imebadilika? Asante sana. Bei haitabadilika kwa sababu tumenunua mazao hiyo kabla ya sikukuu. Kwa hiyo bei itabaki pale pale, shilingi 2,500 kwa soya njano, na soya hii ya kijivu ni shilingi 2,500 hiyo hiyo. Bei ya juu kwa mazao hayo ni soya njano na soya hii ya kijivu ni shilingi 2,500, na haitapanda, itabaki hapo hapo, kwa sababu na sisi kwa wakulima kidogo tumepata kwa bei ambayo inayostahili kwamba tuuze shilingi 2,500. Na hii ni sauti ya mtaa na KNN. Hapa sokoni tunaendelea kuwapitia wafanyabiashara hasa katika kipindi hiki cha sikukuu. Na hapa nakutana na Mama Afrika. KNN, kwanza utuambie unaitwa nani, alafu utatuambia biashara inavyoendelea kwa sasa hasa katika kipindi hiki cha sikukuu, na ukizingatia kesho ni sikukuu ya Eid. Asante sana ndugu mtangazaji, asante sana kwa majina yangu mengi. Naitwa Mama Pendo aka Mama Afrika, Kizimba namba 186, soko kuu Karatu. Unazungumziaje bei ya bidhaa hasa katika kipindi hiki cha sikukuu? Tangu tulipoanza huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kweli hakuna bidhaa yoyote iliyopanda bei, kwa sababu kwa hapa wilaya ya Karatu ndio Waislamu sio wengi sana. Kwa hiyo bidhaa kwa kweli kupanda hazijapanda kabisa, na hata kwenye manunuzi ya kesho siku ya Ijumaa ambayo itakuwa ni siku ya Eid, hakuna chochote ambacho kimepanda bei. Ukiachana na hiyo sasa, unazungumziaje serikali kuwekeza na kuweka miundombinu kama hii? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa kweli miundombinu bado haijakamilika hapa. Kwa mfano hili soko letu la Karatu, soko kubwa kabisa lenye heka karibu heka 4 hapa. Pana sehemu ambayo inavuja kabisa. Mimi naiomba serikali kwa kweli iangalie kwa jicho la tofauti, kwa sababu watu bidhaa zao zinaharibika, bidhaa zetu zinaharibika. Kwa mfano hapa nilipokaa hapa, maji huwa yanamwagika kabisa kutoka juu ya bati. Yanaharibu vitu kabisa. Asante sana. Na kesho ni sikukuu ya Eid. Unawaambia nini Waislamu na Watanzania kwa ujumla washerekeje? Asante sana. Kwanza nawaambia kabisa washerekee sikukuu ya Eid Mbaraka, washerekee kwa amani kabisa na upendo bila vurugu yoyote. Na isitoshe na wakaribisha kabisa katika kizimba cha Mama Afrika, kizimba namba 186. Waislamu pamoja na Wakristo wote wahamie hapa. Kila kitu kipo. Asante sana Mama Afrika, tunakushukuru na tunakutakia sikukuu njema. Asante sana ndugu mtangazaji, mbarikiwe wote na nyie pia karibuni sana. Asante sana. Sauti ya mtaa na KNN, tunazidi kukata mawimbi. Hapa tumefika katika duka hili, wanafanya biashara ya mayai. Labda mdada huyu labda tueleze kuelekea hizi sikukuu za Eid pamoja na Pasaka, anapata wateja tofauti au idadi ya wateja ni wale wa jana na leo? Dada, karibu sana, kwa majina yako pia utueleze hali halisi kuhusu biashara. Asante. Kwa jina naitwa Dola. Wateja ndio napata aina mbalimbali. Tofauti. Labda nikuulize pia, kwenye hizi sikukuu unatarajia labda kupata wateja kwa kiasi gani kwa jinsi picha nzima inavyoonekana? Natarajia kupata wateja wengi sana. Okay, labda utuambie unapatikana chumba namba ngapi hapa, lakini pia biashara ambayo unafanya pia wakaribishe labda wateja waweze kukutembelea. Karibu sana, napatikana chumba namba 13. Wateja karibu sana. Tunashukuru sana. Tunakamilisha mahojiano haya kutoka soko hili la Karatu, chumba namba 17 wanapouza mayai. Sisi ni sauti ya mtaa na KNN.